Ashrafi al-anbiya wa imamu al-mursalin. Nafikiri tutakuwa wote katika mada hii ambayo inahusu uaminifu na uadilifu katika utendaji wa mwalimu. Wakati tunaiandaa mada hii, sura ambayo tuliyokuwa nayo, ambayo nilipata mimi kwa sababu nilikuwa safarini kidogo, ilikuwa ni walimu wa dini peke yao, lakini baadaye nikapata taarifa kwamba ni walimu wote. Ili kwa ujumla hakutakuwa na tatizo katika hili. Insha Allah tutaendelea na mada hii, ikiwa ni muhadhara ambao lengo lake ni tarbia, malezi kwa ujumla, kwa maana ya kwamba sisi ni walezi, lakini pia tunahitajika kulelewa pia. Hakuna mtu ambaye asihitaji malezi, na tutajaribu kupitia Sheikh Usama hapa aliyetufundisha tehama, tutajaribu kutumia kidogo hiyo tehama, na nawahusia mashekhe zangu, walimu kwa ujumla, tusiwe nyuma kwenye mambo haya. Ni mambo mepesi mno, rahisi mno. Mimi mojawapo siku nilipoisikia AI sikutaka mwalimu, nilijua moja kwa moja bila ya mwalimu. Mengine yalikuwa yanahitaji tu vitu vidogo vidogo kuyaweka sawa, lakini moja aliuliza athari ya tehama, zikatajwa hapa athari zake au hasara za tehama. Moja ya hasara zake ambazo mimi naziona, licha kuwa zinachukua muda, lakini pia zinafanya mtu asishughulishe akili kwa kweli. Yale ambayo yaliyoandaliwa hapa, badala ya kutumia akili kwa muda mrefu, unaweza ukatumia dakika 2 tu, kila kitu kikawa kipo mbele yako. Kwa hiyo akili kidogo inalemba au inanemba, ndio maana ikaitwa akili mnemba. Labda akili inalala kidogo, inanemba huku na huku, au sio Sheikh Abbas? Sawa, tuje kwenye mada hii, amana na uadilifu katika kazi hii ya walimu. Sitaki kuizungumza amana na uadilifu kwa maana yake pana, bali kwa maana nyepesi sana. Nini amana na nini uadilifu? Amana ni kila kile ambacho tulichopewa kukihifadhi na kukilinda na kukitekeleza. Hii inaitwa amana. Unatakiwa ukihifadhi, ukilinde na ukitekeleze kama ulivyoaminiwa. Na kwa ujumla wake, maisha yetu yote ni amana. Maisha yetu yote ni amana, kwa maana umri huu tunaoishi hivi sasa tunavyotumia ni amana, tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yapasa kutekeleza umri huu, kuutumia umri huu kama alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, si vinginevyo. Na Allah anasema, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Mwenyezi Mungu anawaamrisheni mutekeleze amana na muzifikishe amana kwa wahusika. Kwa hiyo kuna amana nyingi. Unaweza ukapewa mali, ni amana. Kwanza, mali ile aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala ni amana, yapasa uitumie kama alivyokuelekeza Allah. Mali uliopewa na mtu kuhifadhi ni amana, yapasa uitumie kama alivyokuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala, na kama alivyohitaji mwenyewe uhifadhi mpaka aikute ikiwa salama. Lakini kuna amana ya elimu, yapasa uitumie inavyopasa. Kwa hiyo amana kwa ujumla wake tunaweza kaona kama inavyoonesha hapa, amana katika elimu. Mfano, amana katika elimu, yaani wewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekujalia kwamba una elimu na nafasi yako ni mwalimu, yapasa uifikishe ile elimu
kama ilivyokuwa sahihi kabisa, bila kubadilisha kitu chochote, bila ya kuongeza kitu chochote, bila ya kupunguza kitu chochote. Ueleze usahihi wa kile ambacho unachokijua bila ya kupinda pinda. Yaani uwe ni mtu ambaye unaelezea jambo kwa usahihi wake, kwa sababu hatari yake kama utaeleza kinyume, yule ambaye unayempa hiyo elimu ndivyo atakavyokuwa anachukua na anaamini kwamba hicho kitu ni sahihi. Na hivyo hivyo kwa wanafunzi ambao tunawafundisha, lazima tuwalee vizuri, tuwatunze vizuri, tuwahifadhi vizuri, kwa sababu ni amana na masuhulia ambayo ipo kwenye mikono yetu. Kule shule huwa naona mnaandika ongea Kiswahili, ongea Kiingereza au. Kwa hiyo sasa tunaongea Kiarabu hivi sasa. Naona ubao mnaoelewa vizuri. Haya. Jambo lingine ambalo ni muhimu sana katika swala la amana ni amana ya wakati. Wakati ambao mwalimu anaotumia kufundisha uwepo shuleni, huu ni wakati ambao umepewa wewe, na ndio kwa sababu ya huo wakati ndio unastahiki wewe kulipwa kitu fulani, kwa sababu unatumia wakati wako kwenye jambo hilo. Na hili ni jambo muhimu sana la wakati. Kwa hivyo hakikisha, mfano kipindi kina dakika 40, dakika 50, hakikisha dakika zote 40 unazitekeleza na kuzifanyia kazi bila kupunguza hata dakika moja. Iwapo ukipunguza dakika moja, maana yake umeingia katika kundi la watu ambao wamefanya khiana. Wamefanya khiana katika wakati kuutumia. Na hili inaweza likawa ni tatizo kubwa kwetu sisi walimu, kwa sababu unaweza ukapigiwa simu ya nje isiyohusiana na mambo ya shule au ya chuo au ya mahali, wewe ukawa unasikiliza simu na kutumia simu kwa muda wa dakika 10. Kwenye dakika 40 zimebaki dakika ngapi jamani? 30. Kwa maana hiyo umedhulumu wewe dakika 30 kwa kuzitumia wewe mwenyewe bila ya ruhusa yoyote, au bila ya kutoa mbadala. Kama utatoa mbadala wa zile dakika 10, kwamba kuna dakika 10 zingine za ziada utakaozitoa, hapo utakuwa umetekeleza amana. Na tukubaliane sote kwamba katika hili kuna tatizo kubwa, au sio jamani? Kuna tatizo kubwa sana katika hili. Waweza ukaona katika hili, katika kuchunga wakati, uaminifu wa wakati katika mahudhurio yetu. Tunapohudhuria utakuta mathalan wakati wa asubuhi, kama mahudhurio mtu anapasa ahudhurie saa 1, basi mtu anahudhuria saa 1:30 au saa 2. Huyu amepoteza amana katika wakati. Amepoteza amana katika nini? Katika wakati. Badala ya kuwa wewe unahudhuria saa 1, wewe unahudhuria saa 2 au unahudhuria saa 3. Hakika ukifanya hivyo umepoteza amana. Una masuhulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na utaulizwa kuhusiana na hilo. Na hili kwa kweli ni moja ya matatizo makubwa ambayo kama tulizungumza, ambayo tunayo. Kuna vitu tunaviishi, kuna vitu tunavyo katika maisha yetu. Hivi vitu kwa hakika kama hatukuvirekebisha, basi tunazungumza jambo zito sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kupoteza wakati ambao tumeaminiwa kuutumia katika kufundisha na kulea vijana wetu, ikawa tunautumia kwa shughuli zingine ambazo ziko nje ya kile ambacho tumekubaliana. Kwa hiyo kama tumekubaliana wakati ni saa 1 mpaka saa 9, saa 2 mpaka saa 8, huu wakati huu wote ni amana na masuhulia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakikisha kwamba ushughulishi na jambo lingine isipokuwa kile ambacho ulichokubaliana nacho kukitekeleza kwenye huo wakati. Naam, jambo lingine
Mfano wa uaminifu katika elimu, mfano wa uaminifu katika elimu ametoa pale ni kuwa makini sana wakati wa kunukuu kile ambacho unakifikisha kwa mwanafunzi. Kuwa makini, na hiyo tumelizungumza. Kila unachokifikisha kwa wanafunzi kuwa makini nacho, kiwe sahihi, isiwe kitu ambacho unampa kitu ambacho sio sahihi. Jambo la ikhlasi ni muhimu sana. Ile amelizungumza jana Sheikh Abubakar, ni kitu cha mwanzo kabisa katika kila matendo yetu, katika kila mambo yetu ambayo tunayafanya. Basi ikhlasi ni kitu cha kwanza kukizingatia, kitu cha kwanza kuzingatia kwamba nafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sifanyi kwa ajili ya watu, sifanyi kwa ajili nipate cheo, sifanyi ili nisifiwe. Na hilo litatengeneza uchamungu wako katika jambo lolote lile unalofanya. Hautachelewa kwa sababu unafanya kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo unamwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba nikichelewa Mwenyezi Mungu ataniuliza siku ya Kiyama, kwa nini ulipewa amana hii alafu ukachelewa? Ni kitu ambacho muhimu sana. Kwa hiyo ili sala la ikhlas, kufanya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni kitu muhimu na inamgusa kila mmoja wetu. Nukta ya pili ile tumeiweka hapa kwa maana ya kwamba kuchunga wakati, nyakati zile ambazo tumekubaliana kuzichunga. Halafu pia lazima uwe kiigizo chema, sababu wewe ni mwalimu na watu wanakuangalia kama mlezi. Kwa hiyo basi lazima uwe kiigizo chema, wanakuangalia wewe, hata ukizingatia watoto ambao tunawalea, wanakuangalia wewe unafanya nini. Kwa hiyo vile unavyofanya wewe ndivyo wao wanavyoiga. Ndio maana wakati mwingine nasema mtoto unaweza kumwambia jambo fulani, mbona umefanya hivi? Anasema mbona mwalimu anafanya hivi, mbona baba anafanya hivi. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni kiigizo, wewe ndiye anayekuona, wewe ndiye unayemlea, wewe ndiye unayemlisha kile alicho nacho katika kichwa chake. Kwa hiyo ni muhimu sana 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 kuwa kiigizo chema. Masala ya wakati tumezungumza. Wakati pale unaeleza kwamba ni haki ya haki ya mwanafunzi. Huu wakati huu ambao tumepewa wa kufundisha ni haki ya mwanafunzi, haki yake inapasa umtekelezee, umpe, na hivyo utaulizwa siku ya Kiyama. Na imekuja katika hadithi ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi mashuhuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lan tazula qadama abdin yawm al-qiyama hatta yus'ala an arba'in, maswali manne ambayo ataulizwa mtu siku ya Kiyama. Miongoni mwa hayo maswali, an umrihi fima afna, maisha yake aliyamaliza katika nini. Kwa hiyo katika maisha hapo naingia wakati uliutumiaje. Kwa nini wakati huu ambao ulipaswa ufanye hiki haukufanya, umefanya hiki? Ni jambo ambalo utaulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vipi tunaweza kuchunga wakati? Njia za kuchunga wakati, kwanza kufika kwenye wakati uliopangwa, kufika kwenye wakati uliopangwa, halafu kutumia ule wakati katika kufundisha kikamilifu, kutumia ule wakati katika kufundisha kikamilifu. Kwa hiyo wakati wote uwe umeutumia kwa ajili ya ufundishaji tu peke yake, si jambo lingine. Lakini pia yale maandalizi ambayo yanapaswa uyaandae nyumbani kabisa, uyaandae kabla ya kuingia darasani. Lazima ukija darasani wewe unaingia moja kwa moja kwenye ufundishaji, sio maandalizi mengine ya kuandaa somo na mfano wake. Kuna nukta moja pale ambayo ni kujiepusha na kujishughulisha na simu. Imewekwa kabisa. Simu hii ambayo tunayo, ndugu zangu, ni mtihani mkubwa. Hii simu mtihani mkubwa, hii simu, hasa ukishafika katika ile hali ya uraibu, kwamba wakati wote wewe unatumia tehama, unaingia kwenye Facebook, unaingia kwenye WhatsApp, unaingia kwenye TikTok na mfano wake. Sasa ikifika hali hiyo, mpaka darasani unakuwa katika hali hiyo. Kwa hiyo ina maana unapoteza amana ya kutumia wakati vizuri ukiwa unafundisha. Naam, haya ni mambo ambayo tumezungumza, aina ya
kupoteza wakati, kututumia vizuri amana ya wakati, kuchelewa. Hiyo ni jambo la kwanza. Na jambo la pili, kupoteza vipindi ya wingi. Wako baadhi ya walimu ukihesabu vipindi vyao kwa mwaka ni kadhaa, unaweza ukaona theluthi hivyo vipindi hakuingia. Huyu amefanya kosa kubwa sana kisheria la kupoteza wakati na kuchukua haki ambayo hakustahili. Lakini jambo lingine ni kama ile tuliotoa mfano, kujishughulisha na mambo binafsi, alishghal bil umur shakhsi, mambo binafsi. Una simu na una biashara, unauza, unanunua ukiwa darasani. Hilo ni tatizo kubwa sana, hilo ni tatizo kubwa, na unapoteza amana katika hilo. Na mara nyingine unakatiza kipindi, shapigiwa simu mathalan, kuna jambo fulani linalokuhusu wewe, una kipindi cha dakika 40, unapiga dakika 20 haraka, jamani natoka hapo. Umepoteza amana ya wakati. Tukija kwenye sala la uadilifu ni kitu mashuhuri, kila mmoja anakifahamu na maana yake. Ndugu zangu, uadilifu ni kukipa kila kitu haki yake. Kila kitu kinachostahili haki fulani kipewe haki yake. Kila kitu kinachostahili haki fulani kipewe haki yake. Kuna aya ya Mwenyezi Mungu mashuhuri, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Mwenyezi Mungu anaamrisha uadilifu na ihsan. Ihsan kwa maana pana kabisa, huwa tunaitafsiri kwa maana ya wema, lakini ihsan ni maana kubwa kabisa na pana kabisa, ile pale iliyokuja katika Qur'an. Lakini lengo letu ni uadilifu. Kila kitu kipa haki yake stahiki. Kama ni wakati, kumpa haki yake stahiki na mfano wake. Naam. Nyanja za uadilifu katika kufanya tathmini. Mwalimu anafanya tathmini. Nafikiri tathmini kwa mwalimu mfano wake nini jamani? Nataka nani atanipa mfano wa kufanya tathmini kwa mwalimu? Shekhe nani? Salaam. Wanafunzi pale ambapo anamaliza ima tafiti yake au somo la siku husika, huweza kuwauliza maswali na kutaraji majibu kama namna alivyofundisha. Sasa hii ni tathmini, si ndio? Au tunapingana? Kuuliza maswali ni kufanya tathmini? Walimu mwalimu akimaliza darasa anauliza maswali. Lile tendo la kuuliza maswali ni kufanya tathmini. Sehemu ya kufanya tathmini. Ana lengo la kujua kile alichokifikisha kimeeleweka au hakijaeleweka. Kupitia yale majibu atakayoyatoa, ndio atapata majibu kwamba kile alichokifikisha kimeeleweka au hakijaeleweka. Si ndio jamaa? Ndio jamani. Sasa lazima tuwe waadilifu wakati wa kufanya tathmini. Mwanafunzi hata kama akiwa mwanao, umpe daraja zile anazostahili. Hata kama akiwa ni mwanao. Wakati fulani inaweza ikawa jina limefichwa, halieleweki, halijulikani. Lakini ukijua kwamba huyu aliyefanya hivi ni mwanangu, anastahili, umpe kile ambacho anachostahili bila kuzidisha wala kufanya nini wala kupuuza, au akiwa ndugu yako au mtoto wa rafiki yako na mfano wake. Na hili ni jambo zito sana. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Mkiwa mnasema na kutoa ushahidi, basi kuweni waadilifu, hata kama ushahidi huo ulikuwa unamuumiza yule ndugu yako, wala usijali. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Kwa hiyo amepata daraja fulani, mpe daraja hizo bila kujali kwamba huyu labda mtoto wa mudiri, si mtoto wa nani, ndugu yake nani, bala usijali hilo. Kufanya hivyo ni makosa makubwa sana. Jambo lingine katika uadilifu ni kule kuwa unatilia umuhimu ile kazi yako umeifanyia vizuri, kwa sababu mambo ya amana na uadilifu yanakwenda sambamba. Kuifanya vizuri kazi yako, na pia jambo lingine
katika kutoa fursa, kuwa mwadilifu katika kutoa fursa. Inaweza kaja fursa maalum kwa wanafunzi maalum wenye sifa maalum, lakini wakawa ni wengi. Hapo sasa lazima uwe mwadilifu, na unapoona kwamba huwezi kuwa mwadilifu, jitoe, kaa pembeni, kaa pembeni. Kama wewe ni mwalimu mkuu, unaona labda katika hili naweza kumpendelea mwanangu, naweza kumpendelea mjukuu wangu, naweza kumpendelea kaza, hilo jambo wape watu wengine, na hawa watu wengine wasije wakapendelea eti waonekane kwamba wamemchagua mtoto mwalimu mkuu au kadha wa kadha. Fursa zikitoka zozote zile ambazo zinaitwa fursa ambazo zina faida, basi apewe anayestahiki. Wakiwa wanafanana, washindanishwe ili apatikane yule ambaye anayestahiki. Umeelewana? Kwa hiyo ni uadilifu katika kutoa fursa kwa watu maalum. Miongoni mwa dhulma katika hili swala, uadilifu kinyume chake ni dhulma. Ukisikia si mwadilifu, ni lugha nyepesi sana, lakini maana yake huyo ni dhalim, mtu ambaye anafanya dhulma. Vipi anaweza akafanya dhulma kwa wanafunzi, mwalimu? Mfano, kuwabagua kwa sababu yoyote ile, ubaguzi wote ule ambao utakaopelekea kuonesha kwamba una upendeleo fulani kwa fulani na kumkandamiza mwingine, huo ni ubaguzi. Kwa hiyo unapasa uepuke, hiyo ni dhulma kinyume na uadilifu. Jambo lingine katika dhulma ni kutowajali wale wanyonge. Kuna wanafunzi wengine maskini ya Mungu wanyonge kwa sababu moja au nyingine, wanaweza wakawa wanyonge. Unyonge wao unatokana na masuala ya kijamii, maskini, fakiri, anaweza akawa mnyonge wa ufahamu wake, na ndio maana walimu tunatakiwa tufahamu tofauti za hawa wanafunzi. Huyu ufahamu wake ni wa juu sana, huyu ni wakati, huyu ni wa chini. Tumeelewana? Usimfundishe ile wa juu tu basi, halafu huyu wakati na wa chini ukawacha, kwa maana umefafanua topic au mada, kaelewa ile ya juu, huyu wa chini ukamwacha. Sema asielewa, basi shauri yake. Lazima uangalie, usiwadharau, usiwasahau, usiwatupe wale ambao ni watu dhaifu. Lazima nao uangalie vizuri. Fanya hivyo, utakuwa ni mtu mwadilifu wa kweli. Alafu jambo lingine, usiwe na msukumo fulani hivi wa binafsi ambao tumelizungumza. Anaweza kawa labda anatoka mkoani ulikotoka wewe, kabila lako wewe, nchi uliyotoka wewe. Kwa hiyo kawa wewe na huyu ndiye ambaye unayemjali zaidi kuliko mwingine. Ukitaka kutoa mifano, unamtolea mfano wewe, mfano mzuri na kadha wakati kama fulani. Na haya ni mambo muhimu sana. Chunga sana yale unayozungumza darasani. Unapozungumza mbele ya wanafunzi, chunga sana yale unayozungumza. Hasa ikionekana kwamba mwalimu unampendelea mwanafunzi fulani, hiyo ni hatari sana. Usifanye hata kidogo namna hiyo. Kama inawezekana ikawa mwanafunzi fulani anafanya vizuri na anastahili kusifiwa, unamsifia kwa sababu amefanya vizuri. Kama anastahili kulaumiwa, unamlaumu kwa mujibu wa taratibu, kwa sababu vitu vyote hivi vina athari yake. Vina athari yake. Kumsifia mwanafunzi au kumpa zawadi mwanafunzi, kumkemea mwanafunzi darasani au kutompa zawadi, yote hivi vina athari yake kwa mwalimu. Kwa hiyo lazima uyachunge haya yote. Kwa hiyo usionyeshe upendeleo fulani kwa mtu fulani kwa mwanafunzi fulani kwa sababu zako binafsi. Sasa haya ni mambo ya ujumla ambayo anayapata mtu mwenye sifa ya uaminifu na uadilifu. Kwanza, anaaminika. Na sisi sote tunatengeneza wasifu wetu. Maisha yote tunayoishi haya, tunatengeneza wasifu wetu. Popote pale unapokaa, hakikisha unatengeneza wasifu mzuri. Kuna maneno yalisemwa na Rais wa awamu ya pili, Mwalimu Mwinyi, Mzee Mwinyi, Allah amrehemu.
kwamba tuache hadithi nzuri katika hii dunia. Kwa hiyo wewe kila unapopita unatengeneza wasifu wako. Kwa hiyo ukiondoka watu watasema yule ni kadha. Kwa hiyo moja ya sifa hizo ni uaminifu. Watu watakuamini. Ikitokea hali fulani akaulizwa, kwa mfano likitokea jambo, na tunaulizwa sana kuhusu walimu wetu, tunaulizwa sana sisi, vipi mwalimu fulani alikuwa hapo, mnamwonaje? Jawabu lake huwa ni ule wasifu aliowacha. Jawabu lake ni ule wasifu aliowacha. Ima tuseme huyo hana shida, ni mwalimu bora, hana matatizo yote, kwa hiyo ni mwaminifu. Vinginevyo tutasema si mwalimu bora. Na mara nyingi huwa tunasema sisi lazima tumpe wasifu ule anaostahili. Sababu ukisema kinyume chake maana yake umesema uongo, na hilo nakuwa si uadilifu na wala si uaminifu. Jambo la pili, ukiwa mwaminifu na mwadilifu maana yake unachangia katika malezi bora. Unachangia katika malezi bora ya watoto. Kwa hiyo watoto wanaishi tabia njema za uadilifu na uaminifu kutoka kwa mwalimu ambaye yuko mbele yao. Jambo la tatu pia, utakuwa ni mtu wa baraka. Baraka ndugu zangu, kwa Kiswahili chepesi kwa wale ambao labda hawajui baraka. Baraka maana yake ni mtu wa kheri nyingi. Kheri zinakuwa nyingi kwa wewe. Kila siku unapanda juu tu. Kila siku unapanda juu au shuki chini. Kwa nini? Kwa sababu ya uaminifu na uadilifu uliokuwa nao. Watu wanakuamini, wanakupa kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia hilo ulipate, kwa sababu hizo alizoziweka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la mwisho katika hili, athari ya uaminifu ni kuandaa kizazi bora. Kuandaa kizazi bora. Na tunajua sisi tukisema kuandaa kizazi bora, uhalisia uliopo duniani hivi sasa, hakuna kizazi bora. Na hili halipingiki kwa uhalisia na kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio shekhali. Kabisa. Kwa nini? Kwa sababu Mtume anasema khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum. Kizazi bora ni kizazi hichi changu mimi nachoishi katika kizazi hiki, kisha kile kinachofuatia, kisha kinachofuatia. Yule mpokezi anasema hajui kama Mtume alisema, alitaja vizazi viwili baada yake au tatu. Yaani anasema kizazi changu, kisha kinachofuatia, kisha kinachofuatia, kisha kinachofuatia, au aliishia vizazi viwili tu baada yake. Zaidi ukiangalia sisi tupo kwenye kizazi cha ngapi sisi, wala sielewi. Cha ngapi sisi? Nani anaweza kutuambia jamani? Sheikh Hassan. Kitu tuko mbali sana. Sasa huko Mtume alisema alama ambazo zitakazoonekana, alama za hao vizazi ambao atakao kuja baadaye ni alama mbaya. Miongoni mwa hizo alama, kupoteza uaminifu na uadilifu. Hakuna uaminifu kabisa, hakuna uadilifu kabisa. Na sasa hivi tabia njema zimezikwa, hazipo kabisa. Hata ukiangalia, nafikiri nilichelewa kwenye mada ya maadili, sikuwepo, lakini ukienda kwenye mashule yasiokuwa mashule ya dini utashangaa. Ni vitu vya ajabu sana. Mwalimu anayefundisha hastahili kuwa mwalimu. Nini kimemsukuma awe mwalimu? Ni maisha, fedha tu. Basi ndicho kilichomsukuma. Sasa amana na uadilifu inapelekea kuandaa kizazi ambacho ni bora, kizazi bora. Na kama kweli tutakuwa ni waaminifu na waadilifu, kile kizazi tunachokiandaa kitakuwa bora. Tusikate tamaa, kwa maana kwamba tuko wachache, tuko wengi. Sisi tusikate tamaa, kwa maana kile kizazi tunachokiandaa ndio angalau kinasaidia kubalance yale yaliyokuwa katika jamii hii leo. Kwa kweli jamii iko hovyo sana. Na utaka kuona haya, ingia mtaani. Mimi bahati mzuri naingia mtaani. Juzi nilikuwa Dar es Salaam, nikiwa kwenye daladala, nikasikia muziki ya bongo flavor, singeli. Na kule kwetu Dar es Salaam, safari
ya kilomita kama 30 unalipia shilingi 1000 tu basi. Umetoka zako Mbezi mpaka Mbagala, kilomita zaidi ya 30. Ushasikiliza muziki mara 40. Hayo maneno yalikuwa yanasema niliwasikia juzi mpaka nikauliza wazee, haya hamuyasikii? Kwa nini yapo hapa kwenye basi? Tena bahati mbaya ilikuwa ni mwendo kasi. Watu wanazungumza mambo ya chumbani. Mambo ya chumbani kabisa yanazungumzwa pale. Lakini nani ambaye, au mtu kizee cha miaka 50 60 huko kimeng'ang'ania chuma kinayumba masaa mawili, kuna kitoto hapa cha darasa la 3 kimekaa kwenye kiti wala mpishi, jamii yote imenyamaza wala haijali. Sasa tuseme tu kwamba kizazi kimepoteza kabisa ule ubora wake, ubora haupo wa hiki kizazi. Kwa hiyo jamani, mwisho kabisa, uaminifu na uadilifu ni msingi wa mafanikio. Hiyo ni moja. Uaminifu na uadilifu ni msingi wa mafanikio. Ili mfanikiwe, kuwa mwaminifu, kuwa mwadilifu. Tumeelewana jamani? Katika vitu ambavyo huchungwa sana katika kumpandisha mtu cheo, kumpa mtu nafasi nyingine, uaminifu wake na uadilifu wake. Kama mtu akipoteza uaminifu, akipoteza uadilifu, huyo hupotea mwenyewe katika jamii. Mwenyewe hupotea katika jamii. Sababu usiangalie eneo lako la kazi tu, bali jamii inayokuzunguka pia itauliza, mbona fulani hayupo? Wataambiwa kafanya 1 2 3. Ala, yuko hivyo. Basi tayari ushaharibu. Kila mtu anapata hiyo taarifa. Sikio la pili, sikio la tatu, mwisho jamii yote inafahamu fulani ni kadha, fulani ni mwizi, fulani kadha. Kwa hiyo uaminifu na uadilifu ni msingi wa mafanikio. Jambo lingine ambalo ni la mwisho kabisa, mwalimu umebebeshwa majukumu na Allah. Huwa ni mtu ambaye unafahamu kwamba haya majukumu nimebebeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hao wengine ni mawakala tu wa Mwenyezi Mungu waliokupa haya majukumu. Umepewa mkataba labda na Ansar Muslim kufundisha watoto wao, kufundisha watoto, kufundisha vijana, ulewa vijana hawa ni mawakala wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ujue kwamba aliyekupa hiyo nafasi ni nani? Ni Allah. Na hilo uliweke katika nafsi yako, ndio katika fikra yako wakati wote. Na hiyo ndio inayosaidia kwa kweli. Na ndio ile daraja ya ihsan tulizozungumza pale, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ujue kwamba popote pale Mwenyezi Mungu anakuona. Kwa hiyo ukifikiria hilo, hautaweza kuvunja uadilifu wala uaminifu. Lakini muda wangu sina hakika, lakini mada ilikuwa ni hiyo, na nyinyi ni wajuzi zaidi, walimu wazoefu zaidi kuliko mimi, mashehe wakubwa zaidi kuliko mimi kwa mara nyingi sana. Kwa hiyo niache wakati huu, kama kuna mjadala, kama kuna jambo lolote endelee. Wabillahi tawfiq, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.